na niye watu wa kusini kwa ujumla ni watu wa mageuzi. Uongo kweli? Watu wa mikoa ya Lindi na Mtwara ni watu wa mageuzi, kwa sababu vile vile ni watu wameumizwa sana na serikali zote za nchi. Nasema uongo? Hivi tunavyozungumza, madaraja mawili makubwa ya Somanga yamekatika, kwa hiyo hakuna mawasiliano ya namna yoyote, na imekuwa ni miaka yote, kila mwaka mvua ikinyesha kusini hapapitiki. Nasema uongo? Nasema uongo? Kweli. Tangu kuwepo kwa uhuru, miundombinu ya hospitali zenu, miji yenu ilikuwa Lindi imekufa, imebaki magofu. Tulikuwa Mtwara, tunachoshuhudia Mtwara ni watu wamechukua lisanamu la samaki wamejenga pale kwenye roundabout. Nani ameenda Mtwara hivi karibuni? Wamelijenga pale. Sasa wanakuambieni kwamba Mtwara ni eneo la uvuvi na kwamba samaki wanapatikana kwa wingi kwa sababu kuna bahari hapa, si ndio? Bahari ya Hindi 60% iko Mtwara na Lindi. Sasa nikiwauliza watu wa Chikombora au Mahuta, wangapi wiki hii mmekula samaki kwa sababu mnatoka eneo la samaki? Kule nini? Tandahimba waliniambia wanakula kitu inaitwa chinduli. Nyie mko katikati ya samaki mnawaona kwa picha. Uongo kweli? Kwa sababu ya uongozi wa hovyo tulionao, na nitaeleza. Lakini cha kwanza nianze na korosho. Unapoingia kwenu Tandahimba pale wilayani, wameweka kamnara pale, wakaweka na kapicha ka korosho juu, wamejenga kwa simenti, si ndio? Kuonesha kwamba je, wakulima wa korosho, si ndio? Wangapi hapo kwanza mnalima korosho? Maana tusizungumze kitu ambacho labda wote. Kwa ni korosho na nazi na wengine ufuta, si ndio? Na wengine mbaazi. Sasa kwa sababu kwanza watu wa vyama vya ushirika na AMCOS wameingiza kichwa kwangu, nitawapiga kwenzi mpaka watapotelea chini. Kwa sababu wanataka kudili na mtu ambaye hawamjui. Mimi nimekuwa mbunge. Nilikuwa bungeni na Katani. Si mbunge wale anaitwa Katani? Alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa naye bungeni. Mimi nikiwa natoka Tarime, ni kweli hatulimi korosho, lakini nimekuwa sauti kubwa sana ya watu wa kusini kwenye korosho bungeni. Wakati export levy inaondolewa na Magufuli, mimi nilishika shilingi kumsaidia Katani kwa sababu najua Watanzania wa kusini wanateswa. Leo watu wa AMCOS wananiambia usizungumze kuhusu korosho, haikuhusu, hujui korosho. Na vyama vya ushirika kwamba wao tu ndio wanaijua, si ndio? Kwamba sisi wengine hatuna haki ya kusema kuhusu korosho. Sasa kama wako hapa, wachukue notes ni wafundishe. Zao la korosho ni zao ambalo lingetumika vizuri, lingewafanya wananchi wa nchi hii wa kusini wawe na maisha bora. Lakini limekuwa ni zao ambalo limegeuzwa kutokuwa zao la biashara na limekuwa zao la kisiasa. Na ninapozungumza hapo, kwa sababu sauti yangu ni kubwa, itamfikia Hussein Bashi na atajua Heche anasema nini. Nina chati hapa ya makato ambayo yanachukuliwa. Nyie mnaambiwa wanalipa wafanyabiashara, amlipi nyie. Si ndivyo mnavyoambiwa? Kwamba anakatwa mfanya biashara. Hapa sababu ya jua kama lakini kuna kitu kinaitwa export levy, shilingi 555 kwa kila kilogram, si ndio? Kuna kitu kinaitwa union and AMCOS. AMCOS yao ambao hawataki tuseme, kwenye kila kilo moja inakatwa shilingi 110 kwa ajili yao. Ndio maana mimi ninapogusa maslahi yao, hapo usiongee. Na vitu vyote hivi vimeandikwa kwa Kiingereza ili wewe usijue.
Kwa sababu kama tunadili na mkulima wa Tandahimba ambaye ameishia darasa la 7, kwa nini usimwandikie lugha ambayo ataelewa kwamba hiki ni nini? Kwa nini uifiche kwenye lugha ya Kiingereza? Si kama mnaelewa ninachozungumza? Sasa leo Heche akitaka kusema wamekimbia na kwenye viredio, mimi nataka mdahalo na wao. Kama wanaweza kujadiliana na mimi kuhusu maslahi ya wananchi, wajitokeze hapa, tusimame nao. Kuna kitu kinaitwa crop cess, shilingi 57. Kuna kitu kinaitwa storage charge 52. Yani kuna chaji nyingi. Kuna bodi ya korosho shilingi 25, sijui chama sijui nini wale naliendele wale wanaoendeleza sijui nini utafiti shilingi 25, sijui shilingi 7, sijui shilingi 10, sijui magunia zote. Naambiwa hizi anakatwa kufanya biashara. Sasa akili ya kawaida, akili ya nini? Ya kawaida. Ukienda kununua sukari dukani, mwenye duka amenunua sukari kutoka Mtwara mjini, ameileta hapa. Kama Mtwara mjini amenunua sukari shilingi 300, ili apate faida, yeye anafanyaje? Si kama mnanielewa? Anachokuja akafanya hapa yeye ni kuongeza shilingi 300 juu ili apate faida. Kwa hiyo kama leo mfanyabiashara anakatwa makato ambayo yanafikia shilingi 1250 kwa kila kilo moja ya korosho, yeye anachofanya anapunguza bei ya mkulima ili yeye akienda kuuza atengeneze faida. Kwa hiyo kama kusingekuwa na shilingi 25 inayoenda kwenye bodi ya korosho, hiyo shilingi 25 ingeenda kwa mkulima. Kama kusingekuwa na shilingi 110 inayoenda kwa mkosi, hiyo shilingi 110 ingeenda kwa nini? Na mimi sina tatizo na kuwepo vyama vya ushirika. Mimi ni muumini wa kuwepo na vyama vya ushirika, lakini sio muumini wa kuwepo na vyama vya ushirika vya kijambazi vinavyoibia wakulima. Hiyo siungi mkono, kwa sababu wajibu wa serikali, ukisoma ibara ya 8 ya katiba yetu, ni kufanya wananchi wastawi. Ukisoma katiba inasema msingi wa mamlaka ya wananchi ya serikali yoyote yatatoka kwa wananchi. Sehemu B inasema wajibu wa serikali hiyo ni kufanya wananchi wawe na ustawi. Sasa nchi nyingine wanafanyaje? Nchi zenye serikali ambazo zinatokana na wananchi, serikali ndio inalipa hizo gharama ili mwananchi awe na unafuu kwenye maisha yake. Sasa hapa wewe unahangaika shambani na mke wako, unalima, unapiga dawa, unafanya nini? Ukishapata kilo moja ya korosho, bodi ya korosho ambao wamekaa pale Mtwara mjini na jengo, wanaendesha magari kama haya, wanafanya nini? Wanachukua shilingi 25 kwenye kila kilo moja ya korosho yako. Sasa mtu atasema shilingi 25 kitu gani? Mbona ni kidogo? Ukichukua shilingi 25 mara uzalishaji wa korosho tani 400, unazungumzia shilingi bilioni 10 kwa shilingi 25. Sasa nikisema bilioni 10 si kama mnaelewa. Ana mnaona maruweruwe. Bilioni 1 ni milioni 1000. Yaani bilioni 1 ni uhesabu shilingi 1, 2, 3 ziwe 100, 100, 200 ziwe milioni, milioni 1 ziwe 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 1000. Kwa kila shilingi 25 unayochukua kwako, ikija kujumlishwa kwa uzalishaji wote wa shilingi bilioni 10. Hiyo inaenda bodi ya korosho. Wale sui nini wale wanaliendele wale? Wanaitwa nini wale? Sui nini cha utafiti na liendele. Chuo cha utafiti sui na liendele. Sui kama wanaoletea hata miche hapa ya bure. Na wao wanakusanya pale shilingi 25 nao bilioni 10. Za kweli? Za mkulima. Hawa AMCOS shilingi 110 mara 400, tayari hapo wana shilingi bilioni 60.
Sasa hao wanaojitokeza hapa na wataka waje wamechukua shilingi bilioni 10 za kweli. Unajua ni faida kuuza si kwenye vyama vya ushirika, kwa sababu vyama vya ushirika hata juzi si akina nani walikuwa wanasafirisha korosho zao wakadondoka, si tukatraki tukawalipa. Sasa kama mtu anapata bilioni 60, wewe gunia 5 zikiharibika akakulipa 300,000, ana hasara gani hapo? Lakini vile vile kama wako hapa waseme sheria ya vyama vya ushirika sisi tunaipitisha ya AMCOS inasema hivi, kwa sababu kuna makato haya yaingie kwenye SACCOS za wakulima ili mkopeshwe bila riba. Niambie ni chama gani cha ushirika hapa kina SACCOS ambazo zinakopesha wakulima bila riba? Kipo? Hamna. Heche haya huyajui. Usizungumzie nimetunga sheria, wewe unaweza kutafsiri sheria kuliko mimi. Si mwenyekiti wa chama cha ushirika si cha wapi wewe? Unajua sheria kuliko heche. Mimi nimetunga sheria. Nimekuwepo sheria ya ushirika na kupitishwa bungeni. Na nimechangia nikashika shilingi ili niwatetee, tutengeneze mazingira mazuri. Hawa ni majambazi wanaojificha kwenye mfumo wa hovyo na wanawaibia wakulima kwa lugha rahisi tu ambazo kwa sababu hamchui. Sasa mimi nikija kuwafungua masikio, huyu mtu ni mbaya. Mimi mbaya au wao wabaya? Mimi mbaya au wao wabaya? Leo rafiki yangu Katani najua hawezi kusema haya. Tulikuwa naye bungeni. Tulipigana wote na alitaka kulia bungeni. Mnakumbuka? Tangu aingie CCM amewahi kuzungumza lolote kuhusu nyinyi wakulima wa korosho? Kwa nini? Kwa sababu usemi tonge la nyama likiwa mdomoni, ukipanua tu mdomo tonge la nyama linadondoka. Na mimi alikuwa rafiki yangu. Lakini tangu ajiunge na watu wanaoumiza wananchi, mimi nimemwambia nitakuchapa, nimemchapa tangu Madaba mpaka nimalize jimbo hili, namshughulikia tu. Namshughulikia. Hai.